Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, hujambo na karibu tena katika matangazo yetu. Hii ni MTV1 online inayokutangazia kwa njia ya mitandao toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni Jumatano tarehe 9, 2025. Jina langu ni Germain Hassan Kiawere nikiwa chini ya milima mirefu ya Rwenzori, Kivu Kaskazini. Matangazo haya yanapatikana kupitia mitandao yetu ya www.mtv1news.com, Facebook MTV News DRC, Twitter ama X MTV DRC, LinkedIn MTV News, pamoja na redio shirika za FM Kivu Kaskazini nchini DRC, ikiwemo Radio Oasis FM TV Beni, RTGL Butembo na Kirumba Lubero, Radio Setrobo huku Kimbulu wilayani Lubero, RCK Lubero, Rakove huku Kiwanja Ruchuru, Global Weke huko Mtwanga Beni DRC, Sake FM huko Masisi, LFM katika mji wa Goma. Taarifa kuu siku ya leo ni kanisa Katoliki kutangaza Floribert Bwanachui kuwa mwenye heri katika kanisa Katoliki. Na sasa tuanze moja kwa moja kuchambua taarifa zetu za habari. Ni kwamba baada ya kuuawa mwaka wa 2007, Floribert Bwanachui atangazwa kuwa mwenye heri hii Juni 15 mjini Roma, hii ikiwa ni ishara kubwa kwa Wakristo wote, hasa wale wa Goma ambao alizaliwa. Bwanachui aliuawa mwaka wa 2007 kwa kukataa rushwa. Willy Ngubi Ngengele ni askofu wa Dayosisi ya Goma, amezungumza na wanahabari kuhusu maandalizi na sababu ya Floribert Bwanachui kutangazwa mwenye heri. Hapa ndio kusema ndio Ecclesia inatambua utakatifu ndani ya maisha yake. Ndio sisi wote tunazaliwa na wanawake. Hata Yesu Kristo mwana wa Mungu amezaliwa na mwanamke. Wa mitume wote wamezaliwa na wanawake. Ila namna yetu ya kuishi inaonesha tofauti kati yetu. Tofauti kati ya yule mwenye kuwa na imani, ni kuwa muamini, ni kuwa Mkristo, na yule mwenye kuwa mpagani, asiyeamini, asiyemjua Mungu. Tofauti iko kati yetu. Na pia kati ya Wakristo, kati ya waamini. Kuna pia tena tofauti kati ya wale wenye wanampenda Mungu zaidi, wenyewe wameguswa ndani ya roho ya moyo wao na moto wa Roho Mtakatifu, na wako tayari kutoa uzima wao. Wanazarau vyote kwa katika maisha yao, havina lazima kupitia neno la Mungu. Kuna wale wa Kristo, ndio si wote ni wa Kristo, lakini kuna wale wenyewe kweli wanapokea neno la Mungu na wanapenda kweli kuliishi. Na mimi naweza kama mtu akiwa wa namna ile, Ecclesia inamtambua, na ikamtambua inapenda kumuonyesha kama vile mfano kwa Wakristo wengine, mfano kwa wanadamu wengine. Hiyo ndio Ecclesia, na tangu zamani inafanya hiyo. Ndio maana mnajua katika Ecclesia kuna watakatifu, wanawaita watakatifu. Kama tunataja mtakatifu, ndio wanapenda maisha yake, namna yake ya kuishi, fadhila zake ziweze kuwa mifano kwa ajili ya Wakristo wengine, kwa ajili ya watu wengine. Na ya neno jambo la pili katika maisha ya Floribert Bwanachui, kwa nilisema huku Kongo hakuna watu wengine wenye kustahili kuwa watakatifu. Jambo la pili kubwa, amekufa kifo cha ukali. Aliuawa na wajambazi, hatujui namna gani, kwani alikataa kukana imani yake, alikataa kuacha fadhila zake za Kikristo. Alipenda kuendelea kuwa mwaminifu kwa neno la Mungu, kwa fadhila la Kikristo mpaka mwisho. Alikubali waweze kumuua juu ya hiyo. Wengine wanasema kama walimukata nini, hiyo yote amekubali juu ya imani yake. Alijua kama neno la Mungu ndio neno la uzima, na maisha ya mwanadamu haishie tu hapa duniani, hayo katika mambo ya kujifurahisha, kupata mali, kuwa na cheo. Hapana, maisha ya mwanadamu ina maana kubwa zaidi, ikiweza kukufikisha mbinguni. Hiyo ndio ilikuwa fadhila kubwa
katika maisha ya Floribert Bwana Chui bin Kositi. Ni kusema kama alikuwa kijana, lakini namna aliishi, naambia napatia mifano, namna aliweza kuuawa, inaonyesha kama huyu kijana haiko sawa vijana wengine. Huyu Mkristo haiko sawa Wakristo wengine. Inafaa wengine wa mtambue kama vile mfano wa maisha yao ya kiroho. Ni ile naweza kuambia kwa ajili ya swali lile. Alikuwa kijana. Unajua ni sawa vile naambia wafanyakazi wa serikali wako wengi, lakini si wote wanakubali kukataa pesa juu ya kufanya kazi yao vizuri. Lakini alikataa pesa, wanampatia pesa kila mara. Wanaambia hivyo, mnajua wanasema kwetu ufunge macho. Wanapenda kumfunga macho asione vile vitu vibaya, lakini yeye anasema hapana, mimi sikubali. Hiyo ndugu apenzi, kwa sababu vile mimi nasema ni neema na ni sawa vile ishara ya Mungu kupatia mwanadamu nguvu ya kuweza kujikatalia mpaka katika hiyo kipindi amefikia Floribert Bwana Chui bin Kositi.